Huu ni mwanzo na huu moto usizimike. Yaani moto tuliowasha hauhitaji kuzimika. Tulipoishia tuanzie pale tulipoishia. Mwenga nilikuwa patron wa msafara. Tulitoka Salama siku ya Alhamisi. Tulitoka pale kambini Kitomondo, tukafika Kibaha, tukafanya maandalizi. Tunashukuru kwa dua zenu, tumerudi na vikombe kadhaa, lakini lengo kubwa tumetimiza ambacho tulikiahidi kwamba tunaenda kupambana kwa njia yoyote tutakaoweza ili tuchukue kikombe cha football, na kweli tumechukua kikombe cha football na vikombe vingine tutaahidi msimu ujao tena, kwa maana msimu ujao tena kama tutaenda tuongeze idadi ya vikombe. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mohamed Ismaili, ni kapteni msaidizi wa kikosi chetu hiki. Tuliondoka hapa Alhamisi tukaenda kupambana, tuliahidi wana Mafia kwamba tutachukua ubingwa wa football, na kweli tulipambana na juhudi zenu na dua zenu mliotuombea, tumechukua ubingwa na tunarudi na kikombe cha football hiki hapa. Asante. Ni kocha msaidizi wa timu ya football ya Mafia ambao tulipewa jukumu hili na wilaya na tuliaminiwa, hatimaye tumelitekeleza kurudi na vikombe, hususan kombe kubwa kabisa la mpira wa miguu. Lakini sio hicho tu, tumefanikiwa kubakisha wachezaji 5 ambao pia wameunda timu ya mkoa watakaosafiri kuelekea Iringa kwa ajili ya kupambana sasa kwa level ya taifa. Kwa binafsi pia nikiwa kama mwalimu, lakini pia mwalimu mzawa, nina furaha kubwa kutimiza ambalo kwa miaka mingi katika historia ya mpira wa Tanzania ilishindwa kufanya kipindi hicho na mababu na vizazi. Leo hii sisi tumekuwa wa kwanza katika historia ya mpira wa Mafia kuleta kikombe kikubwa kabisa cha mpira wa miguu. Na katika harakati nimeona kweli kama tuna uwezo wa kushikana, tuna uwezo wa kuunga mkono jitihada, kumbe yanawezekana. Na vipaji vipo vya kutosha kama tuna uwezo wa kushirikiana kwa maana ya serikali, kwa maana ya wadau wa mpira na wengine wote ambao wanaguswa na wanawiwa kuona mpira unaweza ukatusaidia kufika mahala. Maana sasa hivi mpira nao ni biashara, mpira ni ajira. Kama tutashikamana hivi basi tuna uwezo wa kufanya makubwa zaidi ya hichi tulichokifanya. Na pia ameahidi kwa ushirikiano huu, nimepata nguvu mimi binafsi, lakini hata kocha wangu mkuu amefurahi. Na hivi tunavyoongea, timu yetu kwa maana ya coach ya mpira wa miguu ya Mafia ndio imepewa dhamana ya kuchukua timu ya mkoa. Sasa hivi ndio timu benchi iliyochukua timu ya mkoa kupeleka mashindanoni kupeleka Iringa kwa ajili ya kupambana sasa kwa level ya taifa. Lakini pia hata mchezo wa handball kwa upande wa wavulana pia wamepambana, wamefika finali. Lakini katika jitihada, unajua kwenye kushindana, wameshindana kwenye uwezo wao wote, wameishia kuchukua nafasi ya pili kwa maana makamu bingwa na kombe lao lakini kuonesha kwa tulijipanga sana mpaka kwa maana ya umistashumta upande wa shule ya msingi bado nao walitubakishia kikombe na tumeenda kukikuta kule. Lakini upande wa kizazi kipya uzito uweze kuongelea, mwache mbele. Kwa uzito wa kile kikombe naomba nimpishe mlezi wa Naitwa Madamu Mary au kwa majina yangu matatu naitwa Maria Jason Mwakarobo. Mimi nikiwa kama kocha wa netball, lakini pia nikiwa kama matron wa watoto wa kike ambao nimeenda nao Kibaha Secondary School kwa ajili ya kushiriki UMISETA. Tunashukuru wananchi wa Mafia, tunashukuru wanafunzi wetu kwa ujumla kwa kurudi bila kuwa patupu, ila tumerudi na vikombe vingi kama mnavyoonyesha mikono juu vikombe jamani. Wananchi wa Viona, nikiwa kama mlezi ambaye nimewalea watoto wangu vizuri, tumeenda vizuri, tumepambana vizuri na tumerudi kwa vikombe.
Ukiangalia mfano tumeshinda kikombe cha sanaa cha uimbaji. Sisi we are the best katika uimbaji kizazi kipya. Mwanafunzi anaitwa Felista Thomas amewakilisha wilaya ya Mafia kwa kishindo. Ameimba mpaka wananchi wa wilaya ya Kibaha na wilaya zingine Chalinze wapi wamepagawa kwa sauti ya mtoto. Sauti inatoka tumboni. Na amepewa zawadi nyingi. Kwa hiyo tunashukuru sana wilaya ya Mafia kwa kutushika mkono. Tunashukuru mkurugenzi, tunashukuru ofisi ya elimu kwa kutushika mkono, tunashukuru wakuu wetu wa shule. Maana bila wao sisi tusingekuwa hapa. Bila wao sisi tusingekuwa wapi? Hapa. Kuanzia mwanzo kuanzia tunafika Kibaha tuko nao bega kwa bega. Tunashukuru sana bila kumsahau mama yetu mpendwa vizuri bila kutuacha na fly sana. Tunaomba kwa wote niendelee kuongea zaidi. Naomba niendelee kukabidhi kombe kwa washindi wengine. Habari za jioni mabibi na mabwana. Kwa majina naitwa Mwalimu Jana Tukakuru, mkuu wa shule Kitomondo Sekondari, lakini pia ni mwenyekiti wa wakuu wa shule wilaya ya Mafia. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturudisha salama Mafia yetu ambayo tunayopenda sana baada ya ushindi wa makombe makubwa matatu ya msingi sana. Lakini ndugu wanahabari na wananchi, siri ya mafanikio ya kuja na vikombe hivi ni mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, tuliweka lengo. Mara nyingi tulikuwa tunaenda kwenye mashindano haya kama kushiriki na si kushindana. Kwa hiyo kama wakuu wa shule na walimu wa michezo tulikaa tukaweka lengo kwamba mwaka 2025 Mafia lazima irudi na vikombe vitatu muhimu. Kikombe cha kwanza tukasema lazima turudi kikombe cha kizazi kipya. Sasa tuliamini tuko na mshiriki mzuri sana mwenye uwezo kuletea kikombe. Lakini sehemu ya pili ilikuwa ni mchezo wa handball. Tuna mwalimu mzuri na tuna maandalizi miaka yote. Lakini mwisho kabisa ambao ndio ilikuwa hitaji la wakuu wa shule, tukasema haiwezekani, kombe ambalo linaaminika ni kubwa kuliko lote ni mpira wa miguu wa Ulaya. Makofi tafadhali. Kwa hiyo tulitoka na madhumuni haya matatu, lakini ili kuyafikia haya tuliangalia changamoto za nyuma. Moja, tuliona ushiriki wa wanafunzi ulikuwa ni wachache sana kwenye kushiriki haya mashindano. Na mashindano ya muda mfupi, watoto wanatumika muda mwingi, mwisho wa siku tunakosa ushiriki ulikuwa imara. Kwa hiyo mwaka uliopita tulipeleka watoto 40, lakini mwaka tulikuwa tupeleka watoto 65 ili twende tukashindane. Na tukafanikiwa hilo, tukapeleka watoto 65. Shukrani za pekee ni uongozi wetu wa halmashauri, kwanza kutukubalia ombi letu la kuongeza idadi ya hao wanafunzi kwenda kushiriki huo mchezo ili tupate makombe, kwa sababu tunajua hali halisi ya usafiri Mafia, gharama ni kubwa sana. Lakini serikali yetu kupitia mkuu wa wilaya alitupa kibali cha kusafirisha wanafunzi bure kwa njia ya meli. Gharama nyingi tutupia kulisafirisha kwenda. Kwa hiyo pongezi sana kwa mkuu wetu wa wilaya kupitia ofisi ya katibu tawala. Lakini pia afisa elimu sekondari hatuwezi kumsahau kwa sababu yeye ndio mlezi wetu kwenye sehemu ya elimu. Ametupa kampani toka tunapoanza, kila mawazo tulikuwa tunasi kwa shule yeye yaunga mkono na mwisho siku tukapata mafanikio. Lakini jambo lingine la msingi lililopelekea kupata haya makombe ni hamasa. Shukrani za pekee tumpelekee mkurugenzi mtendaji. Siku ya pili kambini alikuja kututembelea kuangalia ari ya vijana. Na alifika pale akatuhamasisha, alitoa chochote kitu kwa watoto pesa. Kwa hiyo watoto wakahamasika kupitia zile zawadi. Lakini pia wakuu wa shule wakuwa nyuma na walitoa ahadi kila mechi watoto wakishinda walikuwa wanatoa hamasa zile zawadi ndogo. Kwa hiyo kupitia zile hamasa ndio zimepelekea kurudi haya makombe tumepata huko Mafia. Kwa hiyo nashukuru sana, naomba mtupokee, na tunaahidi mwakani kuja na makombe mengine 4. Ikiwemo na football tutaendelea kuwa nalo kwa sababu tunaamini Mafia tuna vipaji na tunaweza. Mwaka huu tumewaonyesha Kibaha kwa sababu hawakuamini tulichokifanya. Katika mechi zetu zote tulizocheza hakuna mechi tuliyofungwa. Mechi zote tulishinda, na mechi ya pili ya mwisho tulifanikiwa kuchukua ushindi kwa matuta ya penalti. Na tunashukuru tumepeleka wachezaji 5 katika kikosi cha mkoa kushiriki ngazi ya taifa. Kwa hiyo tumewaacha wachezaji 10 wakiwemo 5 wa football, 4 wa handball na 1 wa kizazi kipya. Mafia oye! Basi kwa haya machache naomba nihitimishe tu. Tunashukuru sana kwa mapokezi
Na kwa kuwa tumekuja kwa mapokezi mazito sana, katibu wetu wa kamati yetu ya michezo wilaya amekuja kutupokea. Naomba nimkabidhi ile kombe kubwa kabisa la football ili na yeye aweze kulinyakua na apokee kwa shangwe na ndio. Karibu katibu, karibu sana. Asante. Mafia oye! Mafia safi! Mafia bomba! Kwa jina naitwa Faki Mohamed Chabara, ni katibu wa chama cha mpira wilaya Mafia. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama mpaka hii leo, lakini pia furaha yangu imekuwa ni kubwa mno kwa sababu nina siku kama ya 5 ya 6 sijalala nikilifikiria hili kombe. Lakini pia nianze kwa kusema kwamba napenda kuwashukuru kwamba kwa shule zote za wilaya Mafia ambazo zimefanya kazi kubwa sana za sekondari. Wakuu waliungana na kuhakikisha kwamba hili kombe lazima linakuja wilaya Mafia. Lakini pia sisi kama chama cha mpira tulikuwa nao karibu mno kuhakikisha, na tuliahidi kabisa kwamba safari hii tunakwenda kuchukua makombe yote, lakini yote kwa yote tumeweza kupata vikombe 4 ambavyo kikubwa zaidi ni football. Sisi kama chama cha mpira wa Mafia kwa niaba mwakani tutaanza maandalizi mapema sana kuhakikisha kila shule ambayo ya sekondari michezo yote ambayo inafanyika kikamilifu ili kuweza kufikia malengo yetu ya michezo katika wilaya yetu ya Mafia. Lakini pia nimefurahi kwamba kubakisha kwamba wachezaji wa 5 football na 4 handball na mmoja kizazi kipya, lakini pia tumebakisha kocha wetu wa mpira wa miguu wa Mafia ambaye sasa amekamata jukumu la mkoa kwenda Iringa. Lakini pia nisio mchoyo fadhila, anawasalimia mwenyekiti wa chama cha mpira wa Mafia, anasema kapata zaidi hata na homa, lakini na yeye furaha yake ni kubwa sana. Lakini hivyo basi sisi kama chama cha mpira wa Mafia sio huku tujuu. Safari hii tunaanzia kwenye Umbita Sumta. Tunaomba wakuu wa shule za msingi na wao waombe umoja ili tuhakikishe kila kitu kama kitoka kule kitue huku. Tunahitaji yote kwa yote. Nadhani mmechoka sana wanangu. Ndio. Tumaliza kwenda kupumzika, lakini kesho asubuhi nafikiri safari tutaenda kumkabidhi vikombe vyetu mkurugenzi mtendaji, na mimi Mungu akipenda nitakopa safari hiyo.